huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukitaka kuwa na uzima, ukitaka kuwa na uhai, lazima umkimbilie Yesu ambaye ni Kristo. Manake lazima uachane na aina ya ibada za asili. Tumeona hapa wamama wa bibi wakiombewa. Chanzo cha matatizo 99% kwa wanadamu ni madhabahu za ukoo. Watu wanafeli kufanikiwa, magonjwa ni mengi, wakilima wavuni, shida ziishi. Chanzo ni madhabahu za koo tunazotoka. Watu wa Mungu, mimi ni mtume. Nimetumwa kwa ajili ya kubadilisha aina ya ibada. Ibada ambazo zilizoeleka kwa wanadamu ilikuwa ni ibada za asili. Na hizi ibada za asili zikaonekana ndio chanzo cha nchi za Afrika na Waafrika kwa ujumla kufeli. Mungu ni maarifa. Nimetumwa niyalete haya maarifa kwenu. Kila mmoja mwanadamu ambaye yuko chini ya jua anatakiwa ayapokea haya maarifa ili aweze kubadilika, ili aweze kubadili aina ya ibada anazozifanya. Baada ya hapo utakuwa mtu ndani ya Yesu ambaye ni Kristo. Watu wa Mungu, mila na desturi ni shida. Mila na desturi ni changamoto. Afrika au Tanzania tukikubali kuachana na mila na desturi za aina ya ibada ya kuabudu miungu, kuabudu wafu, Afrika tutapiga hatua. Tanzania tutasonga mbele. Mimi nimetumwa kwa ajili ya kukukomboa ili utoke kwenye aina ya ibada za madhabahu za ukoo wako, upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mume wako, upande wa mkeo, kwa makabila yote na koo zote. Makabila mengi na koo zilizo nyingi zina maagano ya ibada kwa wafu. Narudia tena, ndio chanzo cha matatizo. Watu wa Mungu, ujumbe tulionao leo unaongelea agano la utumishi katika kuokoka. Kumbe wokovu unapochukua hatua wa kubadilika, lazima uingie agano na Mungu. Ni hatua inayofuata. Kumbe kanisa wengi wameokoka, hakuna matokeo. Ni kwa sababu hawana agano.
hawajakubaliana na Mungu kwamba Mungu ninapookoka nitapata nini, na Mungu awaambia wewe ukiokoka utapata nini. Watu hawana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wokovu ni mabadiliko. Kwa ndani ya wokovu lazima kuwe na agano ya pande hizi mbili. Wewe unaokoka na Mungu ambaye yeye ndiye anayekuita. Kumbukeni Mungu ni roho. Na hii roho chini ya jua ili uweze kujidhihirisha lazima uwepo wewe mwanadamu. Wote tukikataa kuokoka, Mungu hapa chini ya jua hata dhihirika, naye atakemfahamu. Leo hii Mungu anafahamika. Yesu ambaye ni Bwana wetu leo anafahamika, ni kwa sababu sisi au wewe umekubali. Wengi kama kanisa, kama wanadamu, tumemkubali shetani kama roho, ndiko tunakotumika. Nimetumwa kubadili ibada. Huwezi kumtumikia Mungu hadi uweke agano naye. Unajua mengi saizi mimi ndo najifunza za roho. Unajua gharama sana wokovu. Yaani kumbe Mungu mimi alikuwa ananipima siku zote. Na umri unaenda. Kumbe alikuwa ananipima siku zote. Siku zote. Siku zote. Mtu wa Mungu huwezi kumtumikia Mungu hadi uweke agano naye. Jambo moja la msingi likupasaro, ambalo Mungu anatukumbusha tulifanye, ni kutii na kupokea ujumbe. Tuwe na utayari wa kuingia agano. Kwa nini? Yeye anahitaji kuona. Hazina yake imejaa, lakini haoni kwa kupeleka. Huo ni wokovu. Usiangalie kuokoka tu. Ukisha okoka, umepokelewa, umeongozwa sara ya toba, anza mazungumzo naye. Mimi nilijua nilipoingia naye agano ikawa basi. Leo ndio ananikumbusha mengine. Ulioa kabla sijakupa kazi ya kupasao kuyatenda ni haya. Ulizaa watoto kabla hujawa kwenye kazi yangu ya kupasayo kuyatenda ni haya. Leo ndio maana kanisa linatia huruma. Wameokoka lakini maisha wanaoyaishi, kila shida zimejaa ndani mwao. Magonjwa, dhiki, tabu zimejaa ndani ya kanisa. Nini? Wamekosa agano. Ukiingia agano na Mungu, ndipo sasa anapoamua sasa kila siku kukukumbusha. Pale unapotenda lile ambalo linakupasa ulitende kwa ajili yake, ndipo yeye anapoonekana. Lakini tusisahau, kutakuwa na nyakati zingine unapitia. Imaki sio kujisahau. Kuna watu hapo wanaweza kukimbilia agano. Nikiingia agano na Mungu, nikatoa milioni kwamba mimi nitafia umina, inaelekea shida. Kuna nyakati watu. Unaniona mimi ni mtume, mimi kuna nyakati napitia. Wewe unakuja nalia hapo zote basiala. Mengine siri yangu. Naona umwiba. Hii ni roho. Yesu mwenyewe alilia. Usifikiri kwa sababu umetumwa, wewe ni mtume, umetumwa oji na Mungu, kwamba utatereza tu ganda. Hakuna. Wewe si ni mwanadamu.
Kwa hiyo watu wa Mungu, tukiingia agano na Mungu, Mungu akaturidhia, tusifikiri kwamba utakuwa ni mtelezo. Kuna nyakati utapita, kumbe unatengenezwa, kumbe unajengwa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo leo nina vitu viwili ndani ya agano ambalo natakiwa uliingie. Usiokoke bila kuingia agano na Mungu. Nitapata nini? Mimi nilimwambia, nilimwambia ninachotakiwa kukipata, lakini kinapatikanika kwa wakati gani? Si vile ninavyotaka. Yeye ndiye mtoaji anavyotaka. Si ndio mlichoandika? Si ndio maana ya makubaliano? Kuna siku niliwaza sana kwamba hivi, unajua sisi watumishi wa Mungu ni wajinga sana. Unajua ulokole ukiangalia huwa tunakurupuka kwamba hivi mimi niliitwa na Mungu, process zilikuwa nyingi mpaka nikaingia agano, afu nilisahau kwamba nitaishije. Nilisahau kumuuliza. Kuna siku niingia kwenye mambo, nikamwambia nirudi tena nini? Akaniambia kumbuka agano, hatuna tulichoandikiana kwamba mimi nitakupa hiki. Wewe fanya kazi. Msione watumishi wanatia huruma. Hamjanielewa. Lakini mwambie nitapata nini? Mimi nilipewa vitu vingi. Sitaishi kwa shida, mateso, na kama yapo ni kwa sababu mimi ni mwanadamu. Lakini yeye lazima awe pamoja nami muda wote. Hamjanielewa. Mhubiri 3. Mtanielewa watu wa Mungu. Watu wengi wanakata tamaa kuhusu kanisa. Kuna watu wameingia agano, watu tumetoa sana sadaka ya kuhubiri injili, afu tunaona biashara zinakufa. Wewe unapimwa. Kuna nyakati. Kwa sababu shetani naye anapambana na hilo agano. Ndio maana nimefika hapa nalia. Nimezidiwa. Kwa nikitaka nibebe upendo wa jamii, watu waliojaa humo hakuna. Uvumilivu. Na wavumilia watu. Kuna message zingine zinaingia humo, mtume huyo mtu tunasali naye hapa anasema hivi na hivi na hivi na hivi. Ni mwanangu. Lakini kama mwanadamu, mwili una nyama, unauma. Mtume yule tena anakuaga mbele ya ile madhabahu pale, mbele yako amekaa pale, lakini anasema hivi na hivi, anakusema sana. Agano langu ni uvumilivu. Mzigo huo. Na unakuja madhabahuni unamwangalia yupo na yeye. Gharama. Lakini yote haya ni makubaliano, agano. Tuachane na huko, turudi kwenye nyakati. Kwamba ukiokoka ni mabadiliko, lakini ndani yake hata kama una agano na Mungu, kuna wakati utapitia hali fulani. Kumbe hali unajengwa, unatengenezwa ili uweze kuwa mshindi. Nimesema Mhubiri 3. Mhubiri 3 Mhubiri tatu mstari wa kwanza mpaka 2. Mhubiri 3 1
2:3 mstari wa 1 mpaka 2. Neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira. Kuna majira. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Nanielewa Mungu? Kwa kuna hali hata kama umeingia agano na huyu Mungu, kuna mambo utapitia. Ujue na utambue kwamba haya mambo yametengenezwa na Mungu, ana kusudi lake ni kwa nini anataka upite kwa huo wakati. Kanisa ni walalamishi sana. Mimi natoa sana sadaka. Mtume alitushauri pale, wewe tulia. Mungu aliyembeba mtume ni Mungu wa haki. Kila jambo kuna majira yake. Ni sahihi. Wewe kama mwanadamu una shauku ya kuwa na nyumba. Ni kweli una shauku. Ni kweli. Kama mwanadamu unataka pa kulala. Kama mwanadamu, mama mwenye nyumba anakusumbua. Unatamani uwe na nyumba yako. Na umeokoka lengo la kusudi upate nyumba. Na umeingia agano na huyu Mungu, amesema atakupa nyumba, lakini nyumba inachelewa. Na ule wakati ambao nyumba ufanikiwe kwa wakati, mama mwenye nyumba ndio yuko juu ya kutokea. Ulipe kodi, usilipe kodi ni maneno. Na wakati kwa kusudi chini ya mbingu. Tusisahau katika agano mtendaji ni Mungu na mtoaji ni nani? Kwa Mungu afanyi vile unavyotaka wewe, hata kama umeingia agano. Hata waganga mnaona, unaweza kaenda na umri wako mdogo, utasikia huyu bwana akipewa hela nyingi, huyu bwana. Utasikia hao ndio akifika mjini hao matusi. Mimi na hela hivi, mimi nitakulipa wewe, mimi na hela hivi, naelewa. Mganga anaangalia hii kichwa bado. Lakini wewe una usongo na ushauku wa kuonekanika mjini na wewe upo. Lakini Mungu anatuambia kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna majira yake. Mimi mengi sana nimetendewa na Mungu, lakini kibinadamu nilikuwa nataka yaende haraka, kwa sababu nilikuwa nachekwa na watu. Huyu jamaa alikuwa na pesa hapa, ameokoka hapo maskini. Mimi kama mwanadamu. Lakini Mungu wakati aliyoupanga kunipa ulikuwa hujafika. Kwa hiyo ninachoshauri, ninachowasihi watu wa Mungu, ukiingia agano tulia. Wengi tuliokoka tunapapala sana. Na yote ni kwa sababu ya matamanio ya mwili. Lakini sasa hii tuko duniani. Kwa kuwa tuko duniani, tuwe wavumilivu. Acha wakucheke, acha wakuseme, lakini muamini Mungu wako uliyeingia naye agano. Wakati ukifika lazima achilie. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kinachomata, kinachotawala watu wa Mungu ni imani na uvumilivu. Sawa watu wa Mungu? Mmenielewa? 2 inasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Yote vipo. Ndio maana ndani ya kanisa hatulazimishi kupata ujauzito wewe, tulia. Kuna wakati utafika. Huyo anayetaka upewe leo afanye nini? Wewe kumbuka watawala wote maalum duniani, hasa tukisoma kwenye Biblia, walitoka kwenye matumbo ya kina mama, ambao akina mama walihesabiwa ni matasa. Kumbukeni.
Usilie na utasa wako leo. Hii ni madhabahu ya Mungu. Haleluya. Amina. Sikufariji, nakupa. Ingia agano. Mungu anataka kupitishia kitu, lakini sio wakati. Mnanielewa? Mnanielewa? Ondoa akili ya kibinadamu. Leo nataka kuwa tajiri, sio huu wakati wewe. Hujatengenezwa. Tapewa leo, unaacha kusali. Lazima utengenezwe. Lazima. Kanisa la sasa, wamama wengi wana shauku sana kupata watoto. Mungu atoi ovyo. Wewe uliyetasa kuna kusudi. Tulia. Tunaona kina Sara. Tunaona kina Rebeka huko. Sehemu yote ambao ndiko ambao kuna mbaraka zaidi. Yale matumbo. Wewe ukiona mtu anazaazaa ovyo, huyo hana kusudi na Mungu. Samahani, lakini mimi nitafanya hivi. Mimi lazima niseme. Nena mara pasimi. Wewe ukiona unazaazaa ovyo, wewe huna kusudi. Huna kusudi. Wote wenye kusudi la Mungu, angalia uzao wao. Angalia uzao. Angalia uzao. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Hatufi ovyo. Lazima tulisemee kanisa. Vifo vingi vimezidi, sio vya Mungu. Wewe leo hii mtoto tu mdogo amekufa, anaenda wapi? Alicholetewa amekifanya saa ngapi? Watu wanakimbia majukumu kumbe. Anaenda wapi? Maana yake kuna mauti ambayo si halali 99% chini ya jua. Unapoingia kwenye agano na Mungu, maana yake utakutana na haya tuliyoyaona kwenye Mhubiri 3:1-2. Ndani ya Mungu wa kweli usitumie akili yako. Na waomba, nimepita huko mimi. Kitako lazimishe wewe. Ushakutamchukia Mungu. Sio asili yake Mungu. Mungu ni wa kutengeneza kwanza. Mimi ningetaka hata hapa ningehama. Si nina eneo. Wewe unafikiria kujenga kule mizina? Ninayo. Mimi mnanifahamu. Mimi na kiburi. Yaani namwamini Mungu wangu. Agano langu naliamini. Lakini siwezi nikaenda. Yeye muda aliyosema nitoke hapa bado. Kumbukeni wakati na watangazia kwamba amenipa kibali, nimenunua ardhi ili tuhamie kule. Lakini alisema pale pale mpaka 2027. Mpaka 2000? Haya, niambie mimi kama mwanadamu, na mimi kuna siku hapa karo. Si niende nikaweke tu matapa kule. Penda peke yako. Wakati ukifika hata msingekuwa nacho nyinyi, kule tutakwenda tu. Haleluya. Lakini Mungu anasisitiza tuingie agano ili hazina yake aipitishie kwenu. Mimi ni watu wa Mungu. Lengo ili tunakwenda mpaka tunakomboa huo uchumi. Lengo kusudi. Sisi hatutaki misaada ya wale wenye ile ngozi. Wewe mwenyewe anayekujua roho yako, tabia yako, una upendo gani na yeye, anataka kuachilia hazina kwake, wewe ndiye ukajenge ufalme wake. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuingie agano na Mungu. Na tukisha ingia agano na Mungu, tuwe watulivu. Kila tunalotaka kulipata tusiwe na haraka. Mimi watu wa Mungu, Mungu alazimishwi. Agano ni muhimu. Mungu ni mtendaji, Mungu ni mtoaji. Mwanadamu ni mtendewa na ni mpokeaji. Subiri upokee. Lakini
agano la utumishi, yani uokovu, unapookoka Mungu si umempa nafasi aingie ndani mwako. Mwambie nitapata nini? Unapoingia agano kwa njia ya sadaka kwa sasa, mwambie na hilo. Fedha, dhahabu na mali vyote ni vya kwake, maana viko ndani ya umo unamoingia. Sema ni roho Mungu. Waingia agano, maana yake ni haki yako. Ila ni kwa wakati gani? Mathayo 19. Tujifunze. Mathayo 19 mstari wa 27. Umepaona? Neno la Mungu, yeye Mungu anasema katika agano lake. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Usiogope. Jamaa walikutwa na kazi zao. Walikutwa na shughuli zao. Walikutwa na makampuni yao. Yesu alipofika akawaambia waache kazi zao ili wakafanye kazi yake, wakaungane naye katika kujenga ufalme wa kwake. Tumiwa, kusemwa, kuambiwa sieleweka ni asili ya uokovu wa kweli. Unaona miiba ndio moyo wa kanisa, ndio asili ya Yesu ambaye ni Kristo. Ukimvaa huyu ndani mwako amekaa, hii miiba itachoma. Kama unavyojua usipotenda kitu hafu natumiwa na kusingizia, ndani unaugua. Hasa yule ambaye umembeba Mungu ambaye ni pendo. Sio upendo anasema jino kwa jino. Si ni asili yako? Unaweza kama machoni unakataa kwamba hujafanya, kumbe roho inafanyaje? Watu wa Mungu ni asili yetu. Tuwe vumilivu, tuwe nyenyekevu, hasa aina ya Mungu tulimbeba. Upendo ni gharama. Roho iladhi, lakini mwili tuko chini ya jua. Tutakatishwa sana tamaa, tutaambiwa mengi sana, lakini kwa kuwa Mungu ni maarifa, manake adui ameshachungulia kinachokuja cha kwako. Mimi nakusiku makini, utapoteza. Siku na wakati umekaribia ule ambao Mungu ameupanga sasa uwe mtu kati ya watu, unaharibu wewe. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha watu wa Mungu. Amina. Na maisha ni upendo. Amina. Naomba kila mmoja kwenye familia yako beba sana hii roho. Lakini hii roho ikiwepo utaletewa mengi sana. Mnielewa? Tusisahau kusamehe. Kusamehe, usiposamehe ni lango la adui. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema wajui watendao. Baba uwasamehe. Mwambie jirani yako shika neno. Mwambie tena jirani yako. Amina. Tusimame watu wa Mungu.